Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea baada ya kuweza kupoteza mchezo wa ngao ya jamii mara 6 mfululizo mbele ya klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa imekuwa ni kubwa juu ya kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, watu wakisema taarifa kwa umma muda wote kuachiwa, ambapo inahusisha kuhusiana na kocha mkuu bwana Fadlu Davis, kuhusiana na hatima yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mimi nimekusogezea taarifa kuhusiana na kile kinachoendelea. Unaelezwa kwamba kikao kizito ambacho kimefanyika baada ya mchezo huo huenda kikatoa majibu ambayo haya na mengine mengi ambayo nimekusogezea hapa, kutokana na kile ambacho kikao hicho kimeendelea na yale ambayo wameenda kutolewa na wekundu wa Msimbazi. Yote hayo mimi nimekusogezea hapa katika taarifa moja ambayo unapaswa kuweza kunipa macho na masiku yako kuweza kunisikiliza na kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho wao wanaendelea kuweza kukifanya kwenye kikosi chao. Sasa karibu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine habari, hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club unafahamu ya kwamba iliingia sokoni kuweza kukamilisha usajili mkubwa kabisa, ambapo usajili huo inaelezwa kwamba viongozi walikaa pembeni. Kazi yao kubwa tu ilikuwa ni kwenda kukamilisha dili ambalo kocha Fadlu Davis alizokuwa akiweza kuzihitaji. Kocha Fadlu Davis aliomba uongozi wa klabu ya soka ya Simba uweze kumwachia yeye binafsi aweze kuikamilisha kile ambacho anachokihitaji, yani kukamilisha taratibu zote za usajili, kwamba wachezaji ambao wanawataka ndio aweze kuwachagua yeye binafsi, kwa sababu yeye ndo anaifundisha timu na sio viongozi. Na viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sport Club wakawa hawana iana, wakaweza kukamilisha kile ambacho wao walikuwa wakiweza kukihitaji. Sasa klabu ya soka ya Simba ikakamilisha kila kitu, ambapo inaelezwa kwamba waliweza kuhakikisha kwamba kile kinachohitajika wanakipata, ambapo sasa kocha Fadlu Davis akaingia kwenye mashindano kama hivyo, tayari akakutana na klabu ya soka ya Young Africans, lakini kilichotokea ni tofauti. Sasa taarifa zinaeleza kwamba huenda kibarua chake kikaota nyasi kuanzia muda huu, kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Kumekuwepo na baadhi ya maoni ya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wakizungumza juu ya kile ambacho wao wanakitaka kama mabadiliko ya kocha huyo, kwamba kocha huyo pengine mbinu zake ni afifu. Anaandika mchambuzi David Pasco akiweza kuzungumza na kusema ya kwamba kwa mtu mgeni jana, kama alikuwa anatazama game angeuliza mara mbili ilikuwaje Simba kupata goli hata moja kipindi cha kwanza. Simba waliukamata mchezo kipindi cha kwanza chote na nafasi walizipata, lakini hawakuwa wakatili mbele ya lango la Yanga, na huo ndio ugonjwa wao. Simba walipata nafasi muhimu 3, ile ya Kibu Denis badala ya kuchopu, yeye akakandamiza, Diarra kaokoa na miguu yake. Ile ya Amza kwenye engo, Diarra kaokoa. Kuna ile ya Kapombe, badala ya kupiga vipasi anaingiza tamaa ya kumpiga tobo Diarra, badala yake Diarra akatumia uzoefu wake. Kiufupi, Simba imekuwa timu inayofurahisha kuitizama uwanjani, lakini hawana maamuzi ya kumaliza mchezo mbele ya Yanga. Kocha Fadlu pia anashindwa mbinu zidi ya Yanga, ana wachezaji wazuri nje, anakomaa na kina Awa Kante
waliojichokea nje una Morris, Mutale na Mwalimu. Wai anakomana wale wale. Simba wangefunga mabao yao mawili kipindi cha kwanza, muda huu lawama la goli la offside lingetoka wapi? Ambapo sasa hapa ndo kumekuwa na ile lawama ambayo wanakuja kusema ya kwamba kwa nini goli la offside. Mambo yakawa ni mengi kweli kweli. Unaona bana kile kinachoelezwa. Taarifa nyingine inaelezwa kwamba huenda kocha Fadru akaondoka na timu huenda ikabakia chini ya kocha Suleiman Matola. Huenda kikosi cha Simba kikawa chini ya kocha Suleiman Matola kwenye safari ya kuelekea Botswana kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika. Taarifa hii imekuja baada ya vigogo wa Simba kuitisha kikao cha ghafla usiku huu kujadili kuhusu uwezo wa kocha Fadru Davis. Viongozi wa Simba wanaamini Fadru amefika mwisho baada ya timu hiyo kuchapa mara 6 mfululizo na watani zao ambao ni klabu ya soka ya Young Africans, ambayo Yanga wameonyesha kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao kwamba wao ni daraja lingine kabisa, ambapo kile kinachoendelea kwa sasa kinaonyesha kwamba mambo yamefikia hapa nazungumzia mwisho kutokana na yale ambayo yanayoendelea. Simba Sport Club ni kama vile wanachofanya ni kufanya marekebisho kwenye kikosi chao kwa kile ambacho wao wamekwenda kukitizama. Wanaona kabisa dhaili shaili ya kwamba kile ambacho walichokuwa wakiweza kukihitaji kwa kocha Fadru katika msimu huu, wanaona kabisa kwamba yale yanayotokea ni tofauti na vile ambavyo kila mmoja alichokuwa akiweza kukitegemea. Kwa sasa tusubiri kuweza kusikia uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sport Club wenyewe wanakuja na kitu gani juu ya kuzungumzia yale ambayo yanayoendelea. Lakini kwa sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club inaelekea zake kule Botswana kwa ajili ya mchezo huo mkubwa kabisa, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika ile hatua ya awali, ambapo klabu ya soka ya Simba na wao wanaanzia huko pamoja na Young Africans ambao na wenyewe wanaelekea pale Angola kwa ajili ya mchezo huo. Tusubiri kuweza kusikia taarifa kamili itakuja vipi baada ya kikao hicho kizito ambacho inaelezwa kwamba huenda kocha Fadru akawa amekalia kuti kavu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club baada ya kupoteza mchezo huo. Sasa Simba, je, watafanikiwa pia kupata ushindi katika michezo hiyo ya huko Botswana? Ni jambo ambalo linalosubiriwa kwa hamu kuweza kushuhudia ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.